Tena kwenye awamu hii ya pili ya mkutano huu wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa kesho, mchezo kati ya Simba Sports Club na TRA United. Mchezo wa kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuanzia majira saa 1 kamili za usiku, na tayari kikosi cha TRA United akiwakilishwa na mwalimu mkuu Etienne Nderegije wako hapa kuzungumza nasi maandalizi ya kikosi cha TRA United kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Mwalimu, karibu sana. Watanzania wanatamani kusikia maandalizi ya kikosi chako cha TRA United kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba, kilinganisha matukio mliotoka kuyapata wale mchezo wenu wa mwisho, lakini pia matukio ya Simba kwenye mchezo wao wa mwisho. Cha kwanza ni kushukuru Mungu, tumesafiri, tumefika salama. Afu pia ni jana tulipata na fursa ya kufanya mazoezi ya kwanza kama recovery, kuangalia nani hajaumia wala nani yuko tayari. Nashukuru Mungu kwa kuwa wote wamefika salama na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo tuna imani kuwa kikosi chetu kitatupatia kile ambacho tunahitaji kupata kutoka kwao. Nikaribishe maswali matatu kwa mwalimu. Sawa, karibu. Mwalimu, unakwenda kukutana na timu au kikosi sio kina morali na hali ya juu, lakini pia ile kuna morali ya hali ya juu ndio tukapata alama moja dhidi ya Yanga. Pengine ni kiasi gani unashauri? Kweli ni morale, japo sijajua morale gani umeongelea, lakini chenye nafahamu ni mechi ipo kwenye ligi, ni vijana wanatambua umuhimu wa pointi 3. Tuko kwenye ligi, tunahitaji kuwa juu zaidi pale tulipo kwa sasa. Kwa hiyo ni kama nimesema, ni ukiangalia na performance ya last time, tunahitaji tena kuwa bora zaidi, kwa sababu moja ya malengo yetu ni kuwa bora kuliko tulikuwa last time. Kwa hiyo tuna nafasi nyingine kubwa ya kuweza kuprove wala kwenda juu zaidi kuliko pale tulishia last time. Swali la pili. Mwalimu, kwema. Kesho nenda kucheza na Simba Sports Club. Tutegemee kuna mabadiliko yoyote ya kimchezaji hata mbinu na jua Simba Sports Club wametoka kupata sare kwenye mchezo wa dhidi ya Pamba Sports Club. Kesho nenda kutafuta alama tatu kwa wewe. Of course, lazima pakuwe tofauti kwa sababu Simba ni Simba, quality yao ni quality ya kwao, na kuna mpango maalum kwa ajili yao. Kwa hiyo ni hatuwezi compare na zingine mechi. Tumejiandaa tukijua ubora wao, tukijua wapi tunaweza tukajaribu kuwapata. Kwa hiyo tumejiandaa na mpango maalum kuhusu hiyo mechi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Sawa, swali la tatu na la mwisho. Mwalimu, kwanza nikupongeze kwa mchezo uliopita, umepata alama moja, na pia tunapongeza kikosi chako kulingana na game plan ambayo ulikwenda nayo. Unaona na moments zilitokea, unaona transition nzuri sana kwenye defense attack na kutengeneza nafasi kadhaa kubwa, lakini umefanikiwa kubadilisha tatizo kwa mabaya. Kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba, tutegemee kuwa na approach ile market na kwa bora sana mchezo uliopita kwenye transition, mostly post transition. Ila ni sijakubaliana na wewe. Nafikiri ungenipa pole kuliko hongera, kwa sababu nafikiri tulistahili pointi 3. Asante. Kwa hiyo ila tunashukuru Mungu, kwa hiyo Mungu ametujalia. Kwa hiyo yes, kama tumesema mpira ni hivyo, kuna transition zote zipo lakini pia ni tusisahau kama tulikuwa bora pia kujilinda, kwa sababu ukicheza na hizi timu kubwa kuna lazima make sure kama ulinzi uko sawa na uweza kushambulia, na pia utafute kuwa either clinical, ukipata nafasi na uweze kuitumia. Na imani kuwa imetujenga, kuna experience tumepata kutokea kwa last game kama kisi nimesema. Kwa hiyo tunahitaji kuwa bora kuliko tulikuwa last time. Sawa, nikaribishe. Karibu. Kocha, kuelekea mchezo wa hapo kesho, inakulia ugumu kiasi gani unapoanza kubaki na Yanga na Simba, hasa kwenye mchezo wa pamoja? Tukitazama mchezo uliopita tukaona kwa kufanya nini mchezo unaofuata ndio ugumu ni the same kama kisi nikikutana na zingine timu, na nadhani hakuna utofauti. Ni 11 kwa 11, mipango ni ile sema tu. Tofauti ni mashabiki wala the pressure inakuwa, lakini kwa wachaji ninao wana hiyo experience, na wengine wako wanaendelea
kuzoea, na ni moja ya jukumu letu ku make sure kama wanapata hiyo kujua ku handle the pressure. Ya sema tu hiyo, unasema kucheza back to back ni vizuri kwa sababu ina raise concentration na pia na performance wanaendelea kutumika vizuri kwetu. Kwa upande wangu nahisi naona kama ni kitu kizuri, kwa sababu nikiangalia even approach ya mazoezi, approach ya gisi wanakuja, mtikio ni mzuri sana kwa vijana. Kwa hiyo na imani kama kwangu najua ina boost kujiamini na boost performance ya timu yangu. Labda mwalimu, tutegemee mabadiliko yote ya kigeni kutokea mchezo uliopita na mchezo huu unaokwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club kulingana na quality ya wachezaji waliokuwa nao, na umediriki kusema kwamba ilibaki tu clinic katika eneo lako la juu kuweza kuchukua alama zote 3 na kuweza kupata alama zote 3. Je, mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club tutegemee kuna tactical adjustment kuelekea katika eneo hilo la ushambuliaji na kuweza kubadilisha nafasi hizo kwa magoli? Yeah, kama kisi nimesema, approach ni tofauti kwa sababu wachezaji wako wa Simba sio wa Yanga, ni hata walimu mbinu ni tofauti. Kwa hiyo ni approach iko tofauti sana, tofauti, lakini tulijadjust na imani kuwa tutakuwa kama kisi nimesema, tumepata experience kitokea last time, kwa sababu create nafasi kama zile ni kazi kubwa. Kwa hiyo nao inabaki kumalizia na imani kuwa tutakuwa bora zaidi. Nikushukuru sana mwalimu. Kwa majina naitwa Ali Hamisi Nganzi. Sisi kama timu tumejiandaa vizuri. Mwalimu wetu kashatupa kila kitu katika mchezo uliopita, akatupa mbinu zingine. Kwa katika mchezo wa kesho tegemea pointi 3. Inshallah. Nikaribisha maswali matatu kwa mchezaji. Waalaikum salaam. Kwema. Kesho ndio mchezo na Simba Sports Club wakiwa kwenye dimba lao la nyumbani. Pengine kama wachezaji kuna pressure kiasi gani kwenda kwa Simba Sports Club wakiwa kushinda? Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri, tuna morali ya juu, na pia mwalimu wetu kashatupiga polish kidogo. Kwa katika mchezo wetu wa kesho na imani tutapata matokeo mazuri. Sawa, swali la pili. Habari za asubuhi. Salama. Unakuwa na ugumu gani kucheza mechi za janji kama tulivyoona kama Simba na Yanga? Kuna ugumu gani kwenye pitch kukutana na wachezaji wa tofauti na viwango ambavyo tunaona? Nyinyi na watu ugumu gani kukabiliana nao? Kwangu mimi kama mchezaji sijaona ugumu wowote, na sisi pia tuna timu nzuri. Sijaona ugumu wowote. Swali la tatu. Sawa. Ni vigumu sana kupata alama 3 kwa kipindi tunacheza na Yanga. Je, una hakika kama tunaweza kuchukua pointi 3 kwa Simba? Kesho na imani tunachukua pointi 3. Sababu sisi mechi na Yanga tulipata nafasi, lakini tuliteleza, tukua makini katika nafasi ile tuliyopata. Na imani mchezo wa Yanga tungepata pointi 3, lakini kesho na imani tutapata pointi 3. Kwema. Tukitazama hapo awali, matokeo ya kwanza ni alama 3 kama ambavyo tumezungumza. Nini hasa kinaopa morali kuelekea katika mchezo huu na kuamini kwamba alama 3 tunaweza? Mimi naweza kusema mwalimu wetu anatupa morali. Katupa mbinu nyingi. Tunamsikiza yeye, tunatuambia tufanye hivi, tunafanya, ndio maana tunapata matokeo mazuri. Sawa, neno lote kwa mashabiki wa TR United waliopo hapa Dar es Salaam lakini wanatazama kupitia Tanzania nzima kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Mimi neno langu naomba kesho jitokeze kwa wingi,